Swali ni hili. Je, waliwezaje? Miaka maelfu iliyopita, kabla ya dunia ya kisasa, kulikuwa na ustaarabu uliokuwa mbele ya muda wake. Kando ya mto Nile, watu wa Misri ya kale walijenga himaya yenye nguvu sana. Farao wao hakuwa tu kiongozi, bali aliheshimiwa kama Mungu. Walijenga majengo makubwa kama Pyramids of Giza, si kwa mawe madogo, bali mawe mazito sana yaliyopangwa kwa usahihi wa ajabu. Wakati dunia nyingine bado iko gizani, wao walikuwa tayari wanajua kuhesabu. Walikuwa tayari wanajua elimu ya nyota, astronomy. Walikuwa tayari wanajua tiba ya mwili. Lakini kilichotisha zaidi ni imani yao. Waliamini maisha haya si mwisho. Ndiyo maana walihifadhi miili ya wafu, wanajulikana kama mummies, wakiamini roho itarudi tena. Mpaka leo hakuna anayejua kwa uhakika kama walijenga vipi pyramid bila teknolojia ya kisasa. Kama waliwezaje? Maarifa yao yalitoka wapi? Wengine wanasema walikuwa mbele ya muda wao. Wengine wanaamini kuna kitu kilisaidia ambacho hatujui. Je, Misri ya kale ilikuwa ustaarabu wa kawaida au kuna siri iliyofichwa duniani? Watu wa Misri ya kale hawakujenga tu, walikuwa na kitu kilichowafanya waonekane kama wanajua zaidi ya binadamu wa kawaida. Siri za nguvu zao. Ustaarabu wa Misri ya kale ulikuwa na mfumo wa siri sana. Kila kitu kilikuwa chini ya nguvu ya Farao na makuhani. Makuhani hawa walikuwa na maarifa ambayo watu wa kawaida hawakuruhusiwa kuyajua. Walitumia nyota kupanga majengo. Walikuwa na kalenda sahihi sana ya kilimo. Walijua dawa za kutibu magonjwa ya msingi. Pyramid kama Pyramid of Giza hazikujengwa tu kama makaburi, zilikuwa pia alama za nguvu na maarifa ya siri ya kifalme. Kuna nadharia zinasema pyramid ziliendana na nyota kwa usahihi wa ajabu. Zilikuwa kama ramani ya anga ya Misri ya kale. Hii inafanya watu wengi kujiuliza, je, walikuwa tu binadamu wa kawaida au walikuwa na maarifa ya juu sana yaliyopotea? Na kama hii ni kweli, basi siri kubwa zaidi ya Misri ya kale bado haijagunduliwa. Siri ya mauti na laana. Kuna jambo moja Misri ya kale ambalo waliwatisha hata wachunguzi wa kisasa. Misri ya kale waliamini sana maisha baada ya kifo. Ndio maana walihifadhi miili ya wafalme wao kwenye mchakato wa mummification ili roho isiharibike. Makaburi yao makubwa kama yale ya bonde la wafalme yalijazwa dhahabu, vifaa vya kifalme, maandishi ya hieroglyphics. Mfalme maarufu kama Tutankhamun alizikwa ndani ya kaburi lenye utajiri mkubwa sana. Baada ya makaburi haya kufunguliwa na watu wa kisasa, kulianza kusikika hadithi za laana ya mafarao. Watu waliingia makaburini wakapata ajali, magonjwa au vifo vya ghafla. Hakuna ushahidi wa kisayansi kamili, lakini hadithi zilienea duniani kote. Lakini swali linabaki moja. Je, hizi zilikuwa laana za kweli au bahati mbaya tu za kihistoria? Lakini pia tuangalie siri ya ujenzi wa pyramids, swali ambalo halijawahi kupata jibu la mwisho hadi leo. Waliwezaje kujenga hivi pyramid ama pyramid kama Pyramid of Giza? Ni majengo yenye uzito wa mamilioni ya tani za mawe.
Lakini jambo la kushangaza ni hili: hakukuwa na cranes, hakukuwa na mashine, lakini mawe yamepangwa kwa usahihi wa ajabu. Nadharia zilizopo, kuna nadharia 4. 3 ni maarufu sana ambazo nitakutajia. Nadharia ya kwanza ni lump seed, kwa walitumia njia za udongo kupandisha mawe. Hii ni lump seed. Nadharia ya pili, human labor power, maelfu ya wafanyakazi walifanya kazi kwa miaka mingi. Namba 3, advanced lost knowledge, wengine wanaamini walikuwa na maarifa makubwa sana ambaye kwa kizazi hichi hatuna, yamepotea. Siri kubwa, hata leo watafiti wanashangaa jinsi walivyopima usahihi wa pembeni, jinsi walivyofanya alignment na nyota, jinsi walivyomaliza kazi bila makosa makubwa. Na kama hii bado inatuchanganya, basi labda Misri ya kale ilijua kitu ambacho dunia ya leo bado haijafikia. Huenda kwenye zama hizi za AI tutafika kwenye dunia ya Misri. Lakini nikufunulie siri ya ukweli. Kama Misri ya kale ilikuwa na siri nyingi hivi, basi ukweli wake ni upi? Ustaarabu wa Misri ya kale ulikuwa kando ya mto Nile, ambapo maji yalileta uhai, kilimo na ustawi. Ndani ya mfumo wao, Farao aliongoza nchi kama kiongozi wa kisiasa na kidini. Makuhani walihifadhi maarifa ya elimu na dini. Wananchi walijenga jamii yenye mpangilio wa juu sana. Majengo kama Pyramids of Giza yalikuwa ishara ya nguvu, imani na uwezo wa kiufundi wa wakati wao. Ukweli wa kihistoria, watafiti wengi leo wanakubaliana hakukuwa na uchawi wala vitu vya ajabu. Ilikuwa ni mchanganyiko wa ujenzi wa muda mrefu, akili ya binadamu na kazi ya pamoja. Maarifa yao yalikuwa ya juu sana kwa wakati wao, si lazima ya nje ya dunia. Funzo kubwa, Misri ya kale inatufundisha kitu kimoja: binadamu ana uwezo mkubwa sana akipanga, akiamini na akifanya kazi kwa umoja. Na labda siri si kwamba walikuwa wa ajabu sana, bali ni kwamba walitumia kile walichonacho kwa kiwango cha juu kabisa. Leo tumemaliza historia hii ya Misri, lakini wakati mwingine naweza tukaleta tena historia nyingine. Mimi ni Ansen Julius. Ciao.